John Munyika amevuruga mahakama. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Siasa za upinzani nchini Tanzania zimepata mwelekeo mpya baada ya kada wa Chadema Mheshimiwa John Munyika kuibua hoja nzito mbele ya mahakama akidai kuwa Said Issa Mohamed alitoa taarifa za uongo katika kiapo kilichowasilishwa rasmi. Munyika ameeleza kuwa Said Issa alijitokeza kufanya kiapo kwa niaba ya watu wengine na ni kitendo ambacho kisheria kiruhusiwi na kinapingana moja kwa moja na taratibu za mahakama. Hoja ya Munyika imeelezwa kuwa na uzito mkubwa kwa kuwa kisheria kiapo chenye taarifa za uongo kimepoteza uhalali wake mara moja na hakiwezi kutumika kama ushahidi. Kwa mujibu wa hoja zake, kiapo kilichowasilishwa kina mapungufu makubwa ya kisheria na hakiwezi kuwa msingi wa kuendeleza maombi yoyote mbele ya mahakama. Katika ombi lake, Munyika aliomba mahakama kutupilia mbali maombi yote yaliyowasilishwa kwa msingi wa kiapo hicho, akisisitiza kuwa haki haiwezi kutolewa juu ya msingi dhaifu wa taarifa zisizo sahihi. Kauli yake imeweka shinikizo jipya kwa mahakama kuhakikisha inalinda heshima na uhalali wa nyaraka zake na kuhakikisha kuwa kila kiapo kinachopokelewa ni cha kweli na kimezingatia taratibu. Munyika pia ameonya kuwa kuruhusu nyaraka zenye kasoro kubwa kuendelea kutumika ni sawa na kupotosha haki na kutikisa imani ya wananchi kwa mfumo wa utoaji haki. Hoja imetazamwa kama onyo kwa pande zote zinazoshiriki kwenye mashauri ya kisheria kuhakikisha ukweli unazingatiwa kwa kila hatua. Shauri hilo kwa sasa lipo mikononi mwa jaji anayesikiliza kesi na uamuzi wa mwisho unatarajiwa kutolewa tarehe 29 Septemba mwaka 2025. Wadau wa siasa, wachambuzi wa sheria na wananchi kwa ujumla wanasubiri kuona uamuzi huo utakavyoweza kuathiri mwelekeo wa mashauri ya aina hii siku zijazo. Kwa mujibu wa hoja za Munyika, tukio hilo si kosa dogo bali ni jaribio la wazi la kudanganya mahakama na kutumia vibaya taratibu za kisheria kwa maslahi binafsi. Amesisitiza kuwa hali hii inapaswa kuwa fundisho kwa wote wanaoshiriki katika mashauri ya kisheria kuwa uaminifu na ukweli ni msingi wa haki na bila hivyo imani ya wananchi kwa vyombo vya utoaji haki itapotea. Kenyascope itaendelea kufuatilia kwa karibu hatua za mahakama na kukuletea taarifa kamili kuhusu uamuzi wa tarehe 29 Septemba pamoja na athari zake kwa kesi zitakazotegemea nyaraka za kiapo. Endelea kufuatilia ili usikose habari zote za kisiasa na kisheria zinazoathiri mustakabali wa demokrasia nchini.